Kuwekeza sasa hivi katika Kiswahili ni neno limetumika kwenye mambo ya uchumi. Sasa kuna uwekezaji, tafsiri ya neno investment la Kiingereza, kuwekeza. Lakini katika Kiswahili hasa kuwekeza maana yake ni kitu kukiweka kwenye kitu kingine. Kama vile unapotaka kutengeneza turubali au hema, so unaweka nguzo. Kwa hivyo lile turubali umeliwekeza kwenye ile nini? Kwenye ile nguzo. Na kwamba nguzo ile ikianguka na turubali limefanyaje? Limeanguka. Kwa hivyo kama vile mwega, tunauita mwega pia. Kwenye migomba wakulima wa ndizi wanafahamu sana hiyo. Kwamba migomba wakati mwingine inakuwa imezaa mikungu ya ndizi, mkungu wa ndizi unakuwa mzito kiasi ambacho panahofiwa kwamba unaweza ukasababisha mgomba ule kuanguka. Na pengine pamoja na ukubwa wake bado haijapea ile ndizi. Kwa hivyo panatafutwa jiti maalum hivi, linakitwa, linashindiliwa kwenye ardhi, alafu linakuwa limekamata au limegusa pale penye ule mgomba, ili ule mgomba usije chini, unazuia. Ule sasa nao ni uwekezaji. Ndio kule kuwekeza ndako kukusudia mimi. Hata hii wale tafsiri kiuchumi investment kwa maana uwekezaji ni kwamba watu wanakuja na pesa zao na mitaji yao, wanafanya biashara, wanafungua viwanda, wanawekeza katika nini? Katika nchi yenu. Uchumi wenu unapata kutegemea pale, ingawa ule mtaji ni wa watu wengine. Na huu mjiti ni kitu kingine na mgomba ni kitu kingine, lakini kimewekwa pale kuusaidia ule mgomba usifanyaje? Usianguke. Hivyo nao ni uwekezaji ule. Na vile vile ule mlingoti unalizuia lile turubali lisianguke, nalo limewekezwa. Kwa hivyo tunazungumzia al-hukmu al-wad'i, hukumu ya kuwekeza. Maana ni kwamba hii hukumu imewekewa kitu kingine ndio imeweza kufikia kwenye yale malengo. Bila hichi kitu kingine isingefikia yale malengo. Tofauti na zile hukumu za moja kwa moja zile zinakuwa kama ahkamu mubashara zile za wajibu, mandubu, haramu na makruhu na mubaha. Zile ni za moja kwa moja, hazijategemea kitu kingine zaidi ya hoja yenyewe iliyokuja kwa mujibu wa sheria. Lakini hapa kuna kitu kingine lazima kisimamishwe ili kuipata ile hukumu. Ndio maana tunaziita al-hukmu al-wad'i. Kwa hivyo zitakuwa na aina tofauti kidogo. Wa anwa'uhu, na aina zake. Al-hukmu al-wad'i, hukumu ya kuwekeza, ya kiuwekezaji, huwa khitabu Allah Ta'ala, ni lile agizo la Mwenyezi Mungu mtukufu al-warid lilokuja bijali shay'i, kukifanya kitu sababan, kuwa sababu. Piga mstari chini ya neno sababan, kuwa sababu. Au shartan, au sharti, piga mstari kwenye chini ya neno shartan. Au mani'an, au kizuizi, piga mstari chini ya neno mani'an. Au sahihan, au sahihi, piga mstari chini ya neno sahihan. Au fasidan, au kibovu, yani kilichoharibika, piga mstari chini ya neno fasidan. Au azimatan, au azimio, yani sheria ya msingi, tutaitafsiri, piga mstari chini ya neno azimatan. Au rukhsatan, au rukhsatan, au ruhusa, piga mstari chini ya neno ruhusa. Tunapata uwekezaji wa sheria katika mambo mangapi hayo? Mangapi? Sababan, shartan, mani'an, sahihan, fasidan, azima na rukhsa. Yanapatikana sababu. Mambo saba haya. Hapo huko ndo kwenye ahkamu al-wad'iyya, hukumu za uwekezaji ziko katika mambo saba. Narudia. Al-hukmu al-wad'i, hukumu ya kuwekeza au ya kiuwekezaji, huwa khitabu Allah Ta'ala, ni agizo la Mwenyezi Mungu mtukufu al-warid lililokuja bijali shay'i, kukifanya kitu sababan, kuwa ni sababu, au shartan, au kuwa ni sharti, au mani'an, au kuwa ni kizuizi, au sahihan, au kuwa ni sahihi, au fasidan, au kuwa si sahihi, ndio fasid, yani bovu, limeharibika. Au azimatan, au azimio, yani sheria ya asili. Au rukhsatan, au ruhusa. Tutayafafanua yote nini azimio. Tumeshasema kule azima maana nini kwenye darasa zilizopita, lakini naona nikisema hapa azimio kuna wengine anakutumbulia macho kwa sababu hajatalii, hajarudi kusoma. Hasa anataka kumtegemea mwalimu katika kila darasa. Na hili nalifahamu. Ningekuwa mimi ni mwalimu wa darasa nikafanya mtihani, kuna watu ungewapa maksudi rongi ili wapate uchungu kidogo, warudi wakafanyaje? Wakadurusu. Zile rongi si wapi kwa kuwa anawaonea, anataka wapate uchungu, warudi wakafanyaje? Wakadurusu. Kwa sababu watu wengine ni wavivu sana. Akisha kusoma hapa anakwenda kitabu anakiweka, akifungui tena mpaka aje tena kwenye darasa. Hana nafasi ya kupitia. Anamtegemea mwalimu 100%. Uwezi kwenda baadaye ukawa mwanachuoni. Utakuja kujisifu tu, nimesoma darasa za Sheikh Msaba, nimesoma nani, lakini hamna kitu.
Lakini kama unakaa kitako ukatwali, unakwenda vizuri sambamba. Lazima ukubali kupoteza muda, udurusu yale ambayo unazo. Kwa wale wasikilizaji hatuna tatizo, sababu yeye anakaa kupata faida ya elimu na ukafanya jambo zuri kuliko angekaa barazani akapiga porojo. Saa hizi kukaa hapa kwenye darasa akakusikiliza akafanya jambo zuri, vile vile hatuna ugomvi naye. Lakini wale wanaosoma tunataka wawe serious, au mani'an au kizuizi au sahihan au fasida au azima au sheria ya msingi au azimio tunaita au ruhusa au ruhusa. Kwa hivyo tunapata mambo kama haya. Atayafundisha yote haya mambo 7 moja baada ya jingine. Kwa hivyo usije ukapata tabu sana kwa mbona mambo mengi haya, yote atakufundisha. Wa anwa'uhu, na aina zake, kama yattadhihu, kama inavyobainika au kama inavyokaa wazi, mina taarifi, kutokana na utambulisho huu tuliotaja, yani definition, ainisho au utambulisho ndio taarifu. 7, aina zake ziko 7 kama tulivyokubaliana sote hapa na tukazipigia mistari zote aina 7 hizo. Sasa atashuka kuzifundisha moja baada ya nyingine. Anaanza na ya kwanza, as-sababu. Kitu kinaitwa sababu katika usulul fiqh, katika misingi ya sheria za Kiislamu, kinachoitwa sababu ni nini? Katika misingi ya sheria, maana tunasoma usulul fiqh, misingi ya sheria za Kiislamu. Hatuzungumzi sababu katika mambo mengine yote, labda ugomvi, chokochoko, sijui nini, au sababu ya ndoa, posa, nini. Tunazungumzia katika misingi ya sheria. As-sababu fi lughati, neno sababu katika lugha ya Kiarabu maanahu al-hablu, maana yake ya kwanza ni kamba. Hii kamba ndio asili ya neno sababu, lilikuwa likitumika kwa maana ya kamba. Hii kamba ya kufungia kitu. Wama yutawassalu bihi ila ghairihi, na lile ambalo hufikiwa kwa ajili yake kwenda kwenye jambo jingine. Kwa sababu hebu itazame kamba, kwani kamba inatengenezwa kwa makusudi gani? Inaliwa? Inafanywa nini kamba? Ikufanikishie jambo jingine. Unafungia mzigo, unaweza ukafunga kitu kisiezuke, kikamatane, unaweza kumtia mtu kitanzi. Kamba haina madhumuni kwa dhati yake. Na kusudia hii kamba ya kufungia, kusudi kamba mdudu wa baharini. Haina mwalimu kamba mfunge kamba kwa kamba, wewe unataka kunipeleka Lamu sasa. Ulikamata tangu ulipoisema, ukuisahau mpaka leo. Mwanafunzi mzuri mjomba yote mama, mwanafunzi mzuri mjombangu. Asante mamangu. Mjomba yote mama. Kwani kwa Kihindi mama maana yake nini? Mjomba kwa Kihindi, mjomba anaitwa mama. Mama anaitwa mjomba, na mama mkubwa anaitwa masi. Na chachi na chacha. Shangazi chachi, chacha ami. Na chachi kwa Kipemba vile vile ni shangazi. Wapemba wote Wahindi ndio wanasema chachi. Na watu wa Makunduchi pia wanasema chachi. Kwa sababu Wahindi wamekaa sana, maeneo walokaa sana Wahindi wameathiri maneno yao. Kwa hivyo mama tu, hamna tatizo mamangu. Mjomba kasoro majuju wewe. Haya, hata Ahmed Barani mama tu mjombangu. Shika. Si umewalea ndugu zangu bwana, hujawalea? Kawalea ndugu zangu Ahmed. Ndugu zangu wamelelewa kwa watoto wa mjomba. Haya. Kwa hivyo tunakuja. Asababu maanahu alhablu, ni kamba. Wama yutawassalu bila ghairi, na linalofikia jambo jingine. Kama fi qaulihi ta'ala, kama ilivyo katika kauli yake Mwenyezi Mungu aliyosema, falyamdud bisababin ila samai, wacha arefushe kamba kwenda mbinguni. Kama kuna mtu hakubaliani na utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakubaliani na wahi unaoteremshwa na Jibril kuja kwa Mtume sallam, basi na arefushe kamba kwenda juu akazungumze na Mwenyezi Mungu huko. Yaani Mwenyezi Mungu katoa amri hii inaitwa amru taajizi, amri ya kukomoa. So waliimba Swahili, asema panda juu nenda ukazibe. Kama unaweza kuzuia riziki yangu, panda juu uende ukazibe. Nani anaweza kupanda juu kwenda kuziba riziki isiteremke? Maana ile ni amri taajizi. Au kama hamnitaki sageni chupa mnywe. Nani anaweza kusaga chupa alafu akanywa na akili yake timamu? Sasa amri hizo ni amri za kukomoa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema falyamdud, na arefusha bisababin kamba ila samai kwenda mbinguni. Na anawezaje akairefusha kwenda mbinguni? Maana yake kamba kushuka chini ni rahisi. Si tunaona kwenye habari za kisima, ndoo inafungwa kwenye kamba alafu inashushwa chini, lakini kuirusha juu kamba ikenda ikanasa
Inawezekana, lakini nategemea masafa gani na kitu gani kinakwenda huko. Wako watu wanatengeneza kitanzi alafu wanarusha juu inaingia. Wanafanya hasa wezi zamani wakifanya hivyo. Anatazama juu sehemu gani kuna msumari, kuna chuma kimekaa vizuri, anarusha kitanzi kile inanasa alafu anapanda kwa ile kamba. Walikuwa wakifanya hata kwenye michezo ya sinema, wamefanya sana mambo haya. Lakini kurusha mtu ikaenda mpaka mbinguni kanasa, alafu akakaza, alafu akakamata anapanda, nani anaweza? Kwa hivyo hii ni amru taajizi, amri ya kukomoa. Katika fani ya balagha inaitwa amru taajiz. Amri taajizi, amri ya kukomoa, maana yake unampa mtu amri kufanya jambo ambalo haliwezi kwa mujibu wa maumbile yake. Tembea basi kichwa chini miguu juu hapa mpaka amani. Kweli mtu anaweza akatembea kichwa chini miguu juu angalau huku mwanzo kwenye kibla mpaka kule, lakini hapa mpaka amani kichwa chini miguu juu, nani anaweza kufanya? Sasa unampa amri ya kumkomoa, maana ni jambo ambalo hawezi kulifanya. Lakini hiyo iko zaidi kwenye fani ya balagha, sisi tuko kwenye fani ya usul fiqh, na lengo letu kusoma neno hili bisababin. Kwa hiyo faliamdu na arusha warefushe bisababin, kamba ina samai kwenda mbinguni. Kupo sababu maana yake ni kamba. Wa indal usuliyina, hiyo ni katika sura al-Hajj, sura ni ya 22 aya 15. Hiyo itakueleza hayo, ukitaka nenda vizuri zaidi utayapata. Wa indal usuliyina, na kwa wana usuli, watu wafanya usul fiqh, wakizungumza sababu wanakusudia nini? Sasa hapo ndo chukua maelezo hayo, piga mstari kuanzia huwa wasfun dhahirun mundabitun dalla dalilu sam'iyyu ala kaunihi alamatan li hukmin shar'iyyin, mpaka hapo. Piga mstari kutoka huwa wasfun dhahirun mundabitun, mstari wa pili huo, dalla dalilu sam'iyyu ala kaunihi alamatan li hukmin shar'iyyin, mpaka hapo ndo maana ya sababu kwa watu wa usuli. Ukiulizwa watu wa usul fiqh, watu wa misingi ya sheria ya Kiislamu, principles of Islamic juris, misingi ya sheria za Kiislamu, inatengenezwa vipi sheria ya Kiislamu? Usul fiqh ndio unakufundisha namna sheria ya Kiislamu inavyotengenezwa kutoka kwenye Qur'ani, kutoka kwenye sunna za Mtume sallam, kutoka kwenye makubaliano na zuoni ijma'i, kutoka kwenye qiyasi na hoja nyingine mbalimbali zinazochangia. Basi wanasema huwa wasfun dhahirun, hayo ni maelezo ya wazi. Sababu ni maelezo ya wazi, lazima yawe ni maelezo tena ya wazi, sio yamejificha ya kwenda kupekua. Yaonekane hasa wazi wazi maelezo hayo. Tena mundhabitun, yenye kupimika, yanapimika. Manake ukiingiza panapostahili yanaingia, ukiingiza pasipostahili yanakataa, hayaingii. Kwa hivyo mundhabitun, yanadhibitika, yanapimika. Dalla dalilu sam'iyyu, imeonesha hoja ya kusikika, kama vile aya ya Qur'ani au hadithi ya Mtume sallallahu ala kaunihi, juu kwa kwake, alamatan, kwamba ni alama li hukmi shar'iyya, hukumu za kisheria. Mwenyezi Mungu wa Mtume sallallahu kaonesha kuwa hii ni alama ya hukumu ya kisheria, kwamba ikitokea alama hii maana yake na hili jambo sasa linafanyaje, linatokea. Kwa wale waendeshaji wa vyombo wanajua kwa ikiwaka taa nyekundu inakuonesha kuwa sasa nini, tanki is empty, au kwamba sasa hili tanki lako limekwisha mafuta au mafuta yamepungua. Kwa hivyo sasa kwa mujibu wa utengenezaji wa gari, ile imekuwa ni alama, au chombo kile, ile imekuwa ni alama ya kukuonesha kuisha kwa mafuta. Hata hizi simu na hizi kamera wakati mwingine ikitaka kumaliza chaji ya umeme inakuonesha kuna kitu kinakuonesha. Sasa ile ndio sababu lakini ile pale ni ya kifundi, ya kitechnical. Lakini hapa tunazungumza ya kisheria, kwamba ikitokea hii inakuonesha kuwa hapa sasa pana hukumu fulani. Hiyo ndio sababu Kwa mfano jua likizama tu tayari sala ya magharibi imefanyaje, imeingia. Kwa hivyo ile ndio sababu shar'i, ile ndio sababu ya kisheria imewekwa na Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu kwamba jua likizama manake magharibi imefanyaje, imeingia, na kwamba watu sasa kama wamefunga wanaruhusiwa kufuturu na kusali sala magharibi kumefika. Tumefahamiana mpaka? Kwa hivyo hiyo sasa ndio sababu. Narudia tena, huwa wasfun dhahir, ni maelezo ya wazi, mundhabitun, yanayopimika, dalla dalilu sam'i, imeonesha hoja iliyosikika, yani Qur'ani au hadithi, ala kaunihi alamatan, juu ya kuwa kwake alama li hukmin shar'i, ya hukumu ya kisheria. Maelezo hayo unayapata kwenye vitabu kama kitabu kinaitwa Sharhul Aql, juzuu ya 2 ukurasa wa 7, na Irshadul Fuhul ukurasa wa 6. Hivyo ni vitabu vya reference, lakini kwa sasa ikutoshe kwanza kuielewa hii hoja yenyewe, sababu ni kitu gani. Huku tena ukitaka kwenda baadaye ukisoma kwa mara pili ya tatu unabobea, unasogea mbele, utakwenda kwenye vitabu vikubwa. Lakini kwa sasa ufahamu kwamba hiyo ndio maana ya sababu.
Waqad arafna fi mabahath alqiyas, na tumekushatambua katika lile tafiti la kiasi, anna sababa, kwamba sababu aamu min alilla, ina maana pana zaidi kuliko chanzo. Illa ni chanzo, kule aligusia baina sabab na illa, na kiasi kinafanywa kwa chanzo, sio sabab. Kwa mfano, pahala pameripuka moto, chanzo chake nini na sababu yake nini? Chanzo cha moto ule ni kile kitu ambacho kimeuanzisha ule moto. Kama ulikuwa ni moto kidogo au ni shoti ya umeme, mahala kile kinaitwa chanzo. Tumefahamiana? Lakini sababu zinaweza kuwa nyingi. Hizo kwa sababu uzembe wa mafundi waliona siku nyingi hawakuangalia, au zile waya zilikuwa zimechoka, au ni overload kama unavyosema, umetumika umeme kupita kiasi, kwa hivyo waya zimeshindwa kubeba. Inaweza kuwa sababu ziko nyingi sana, lakini chanzo ni kile kilichokuwa kitu chenyewe kilipoanzia. Kwa hivyo kule kwenye kiasi hatuzungumzi sabab, tunazungumza illa. Huku kwenye ahkamul wadaiya ndio tunazungumza kitu kinaitwa nini? Sabab. Sababu kinakuwa cha nje. Kwa mfano, kwa nini chakula hichi kimeiva? Ukiitafuta illa, kwa sababu moto ulikuwa unawaka vizuri. Lakini sababu mwenyewe alitaka kiwive, kakisubiria, angekiepua kabla kingewiva. Kwa hivyo sababu ni kitu na chanzo ni kitu. Kwa hivyo hapa tunaizungumza sababu, hatuzungumzi illa, hatuzungumzi chanzo, tunazungumzia sababu. Kuna wakati sababu na chanzo vinaingiliana katika matumizi, lakini kwenye fani lazima uvitofautishe. Ile illa inakuwa ni source. Source ndio kitu kilichotokea pale. Kwa mara nyingi ile illa inakuwa ni sehemu ya kile kitu chenyewe, lakini sababu inakuwa nje ya kile kitu chenyewe. Upepo unaweza kwa sababu ya moto kuunguza vitu vingine, lakini si chanzo. Chanzo cha moto inaweza kwa mtu alipika, walivuta sigara tu, hakuimaliza akaitupa, kile kitakuwa ndio chanzo. Lakini upepo ukaipeperusha sigara ikaenda ikaingia kwenye nini? Kichaka au kwenye makuti, sasa pakaungua. Kwa hivyo ile sasa ndio sababu, lakini ile sigara ndio chanzo. Katika usuli lazima utulie kweli kutofautisha mambo baina ya chanzo na nini, baina sababu wala illa. Fa kullu illatin sabab, bas kila illa inaweza kuingia kwenye sababu. Walaysa kullu sababin illatan, lakini si kila sababu itaingia kwenye nini, kwenye illa. Kwa hiyo kuna maeneo vinaingiliana. Anwa'uhu, aina zake za sababu. Sasa aina za sababu, tunazungumza sababu ya sheria. Kad yakunu sababu munasiban, sababu inaweza kuwa inalingana na ile hukumu yenyewe, lilhukmi na hukumu, fayusamma illa. Unaona hapo ndio itakuja kuitwa nini? Illa. Ikiwa ile sababu na ile hukumu vinakwenda katika namna moja, hapo ndio tunaweza kuita sababu, kuita nini? Illa. Na hapo ukiita illa, ukiita sababu, hujakosea, kwa sababu umekwenda kitu kimoja baina ile kile chanzo au sababu na ile hukumu yenyewe. Atatolea mfano. Mithlu, mfano safari, sababun lijawazi alfitri, ni sababu ya kuruhusiwa kufungua mchana wa Ramadhani, fi Ramadhani, katika Ramadhani mtu akala mchana, sababu yake akisafiri inakuwa ni sababu. Wa huwa munasibun dhahirun, nao ni mnasaba wa wazi kabisa. Kwa nini? Litadhammunihi almashaqqa, kwa sababu ya kudhamini kwake mashaka. Safari kwa kawaida inakuwa na mashaka, ingawa si kila safari na mashaka, lakini safari inaweza kuwa na mashaka. Siku moja nakumbuka tulikuwa tunasafiri mwezi wa Ramadhani. Tunatoka Dar es Salaam tunakwenda Mwanza. Kwenye gari ndogo. Tumeondoka pale saa 5 asubuhi Dar es Salaam. Tukafika Morogoro saa 7 hivi. Watu wanataka kula. Mimi nikasema mimi sili, mimi nitafunga. Naendelea kufunga. Sasa kufunga safarini ni ruhusa kula na ruhusa kufunga kwa mitazamo yetu sisi tulio wengi. Ukiondoa baadhi ya madhehebu anasema lazima ule. Lakini kwa mtazamo wetu sisi unaweza kufunga, unaweza kula. Mimi nikasema mimi sili, mimi nafunga. Bwana twende, unaweza kukosa chakula uko mbele. Nikamwambia twendeni nitakavyokuwa. Tumekwenda, tumefika Dodoma kama saa 11 hivi, 11. Watu wanasema bwana kula bwana, nikamwambia twendeni tunakwenda Mwanza. Singida tumepita. Tumefika Mwanza kwenye saa 1:30, saa 2 usiku. Natafuta chakula, hakuna hoteli. Zote zimefungwa. Labda uende kwenye machipsi na nini, mna zaidi mabaa. Ramadhani hoi. Nikasema mara pili sifanyi tena hivi, nitakula tu baadaye nije. Nimepata iftari ya chipsi na kuku, tena kwa kumtuma mtu unaenda kanunulia kaniletea na maji kala.
Lakini sasa unaona kwamba safari wakati mwingine inaweza ikakupa nafasi kufunga vizuri, inaweza isikupe nafasi kufunga vizuri. Na ndio maana baadhi ya wanazuoni wakakataa kabisa kufunga safarini. Sema hakuna kufunga safarini. Wako katika madhehebu nyingine, nafikiri hata katika dhehebu la Shia haifai kabisa kufunga safarini kwenye dhehebu lao. Kwa kukula ni lazima ule safarini. Kwa sababu ya ile aya faman kana minkum maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, atakayekuwa miongoni mwenu mgonjwa au yuko safarini basi aje hesabu siku nyingine zile, asifunge kabisa. Unaona, mgonjwa na msafiri wamewekwa pamoja. Sasa mgonjwa gani atakayesema mimi nafunga? Si rahisi kumkuta mgonjwa akasema nafunga. Kwa hivyo na msafiri usifunge. Na ipo hadithi na sisi tunayo inasema laisa min albirri siyamu fi safar, si katika wema kufunga safarini. Kwa hivyo kwa nini tena wewe ufanye jambo ambalo si jema? Kama si jema maana yake ni nini? Wao wanasema kula lazima safari. Sisi kwetu ni ruhusa, ukiona unaweza funga, ukiona huwezi kula. Lakini nasema mara nyingi safari inakuwa na mashaka ndani yake. Sio mashaka tu ya kukosa chakula, ratiba zako, wapi utasimama, saa ngapi utaweza kula, yote na ugumu wake. Chombo kinaweza kuharibika katikati ya njia. Kwa hivyo kuna mashaka mara nyingi ndani ya safari, na kwa hivyo ikaja hiyo litazamuni ilmashaka, kwa kudhamini kwake mashaka. Yani safari mara nyingi inakuwa na mashaka alati taktadhi tarkhisa, ambayo inahukumia kutoa ruhusa. Maana sheria yetu kila penye mashaka inatoa nini? Inatoa ruhusa. Kwa hivyo inadhamini mashaka, na mashaka yanahukumia kutoa nini? Kutoa ruhusa. Kwa hivyo manake aghlabu safari inakuwa na mashaka, na penye mashaka ruhusa zinatoka. Waliskara, na kulevya, sababu litahrimi alkhamri, ni sababu ya kuharamisha pombe. Kwa sababu ya kule kulevya. Manake mtu akilewa manake nini? Anakuwa ametoka katika urari wa akili. Anakuwa hana kipimo. Anaweza kusimama akakojoa pahala popote. Anaweza kutapika mahala popote. Anaweza kusema neno lolote. Anaweza kufanya kitendo cha aibu chochote. Ndio kiwango kishafika. Kwa hivyo hiyo ndio skari. Na kwa hivyo ndio maana anaambiwa haramu mtu kulewa, kwa sababu atafanya mambo yaliokuwa sio ya kiutu. Wa wasfu munasibu, nayo ni maelezo yanayolingana na kuharamisha. Liannahu, kwa sababu yudhibu al-uqulata, kunaondoa akili. Al-uqulata hapa maana yake ni akili. Ule uakili wenyewe unaondoka. Inaondoka akili, wa yudhayi'uha, na kuipoteza akili. Inaweza ikaondoka kwa muda na inaweza kapotea kabisa. Mtu akishakuwa chronic, mwisho anakuwa akili yake imeharibika tu. Inasababisha kuharibika kwa akili. Kidogo mpaka mwisho akili inafanyaje? Inaharibika. Na hasa bangi. Samahani rasta, nasema hasa bangi. Najua kuwa wewe si mtu wa hayo, lakini uko karibu nao hao jamaa zako. Na mimi nao karibu vile vile. Ndio watu wa mjini sote si. Basi Dachi ndo hayupo, ungekuwa ungesema mengi sana. Zama zake anajua, watu wa mjini wote hapa wamepita kwenye hiyo sunnatul baladi sunna ya mji. Sunna ya mji si sunna ya mtume, sunnatul baladi wal qatlu al-amdu, na kuua kwa makusudi. Al-udwanu, kwa uadui. Kuua kwa makusudi, kwa uadui. Vitu vitatu. Kwanza kuua, alafu pili makusudi, alafu iwe ni uadui. Manake mtu anaweza kuua si kwa makusudi, huyo ana sheria nyingine. Na anaweza kuua kwa makusudi lakini si kwa uadui, huyo ana sheria nyingine. Ngoja nitoe mifano. Tabu sana kuyafahamu haya. Anaweza kuua si kwa makusudi, sio kuua kwa bahati mbaya. Alikuwa anawinda mnyama porini. Na hiyo kesi nakwambia imetokea himu kwenye vitabu vya sheria. Kuna mtu kamlenga mnyama na mwinda, halafu kuna wale watu wengine wanawinda wanyama kwa kufukuza. Zamani walikuwepo Wasandawi, wale jamaa zako wewe unawajua vizuri sana. Wako watu wa mabushmen, watu wanaoishi kwenye mapori na majango, anawinda kwa kufukuza. Kama unapomfukuza kuku vile utakumkamata. Anakwenda mbio, ana rungu. Wanafukuzana, alafu anampiga rungu, ndo anamwinda. Sasa huyu anawinda kwa bunduki, yule anawinda kwa rungu. Lakini wote wanawinda mnyama huyu mmoja, na hakuna aliyemuona mwenziwe. Yule mwenye bunduki hajamuona yule anayefukuza kwenye mwenye rungu, na mwenye rungu hajamuona anayewinda kwa bunduki. Yule mwenye rungu kamsogelea, anataka kupiga, mwenye bunduki kafyatua, akampiga mtu badala kumpiga yule paa. Yule mwenye rungu akapigwa risasi. Je, hapa huyu ameua kwa makusudi au kaua kwa bahati mbaya? Kwa bahati mbaya.
Hiyo sio mada, hiyo ni manslaughter kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo ina maana ikifanyika uchunguzi ikabainika kweli kwamba huyu alipiga risasi kwa kumkusudia paa, yule mtu akapita katikati akamuua, anakuwa kaua kwa bahati mbaya. Zipo kesi hizo. Sasa kwa hivyo kuna kuua sio kwa kukusudia. Halafu kuna kuua kwa kukusudia lakini si kwa uadui. Nako ni kupi? Ni huku kwamba mtu kaua halafu akahukumiwa mahakamani na yeye auliwe kwa kunyongwa au kupigwa risasi. Hapo akapelekwa gerezani, kuna mtu maalum kazi yake kutekeleza hivyo. Yeye si anaua kwa makusudi yule? Yeye anaua kwa makusudi, kwani anaua kwa bahati mbaya yule? Anaua kwa makusudi yule aliyepewa kazi ile, lakini makusudi yale si kwa kufanya uadui, kwa kuitekeleza sheria. Kwa hivyo naye kaua huyo, lakini si kwa uadui, kwa kutekeleza nini? Sheria. Kwa hivyo ukaenda ndani huko kuna mifano kadha kadha. Nimetoa hii kwa ajili ya kufundisha tu kwamba kuna anayeua kwa bahati mbaya, alafu kuna anayeua kwa kusudi lakini si kwa uadui, alafu kuna ile anayeua kwa makusudi na kwa uadui, kama jambazi, kama mtu mwingine wote kwenye ugomvi anamuua mwenzake kwa makusudi na kwa uadui. Tumefahamiana? Haya. Kwa hivyo sababuhu munasibun, sababu yake inalingana liujubi alqisasi, ya kupasa kulipizwa kisasi naye kuuliwa, kwa sababu ameua kwa makusudi na kwa uadui, na yeye atauliwa kwa makusudi si kwa uadui, kwa kutekeleza sheria. Yeye aliua kwa makusudi, kwa uadui, lakini atakapokuja kuuliwa atauliwa kwa makusudi si kwa uadui, kwa kutekeleza nini? Sheria. Na kutekeleza sheria si uadui. Kwa hivyo yeye kaua kwa uadui lakini yeye kauliwa kwa sheria. Sheria hizo lianahu yamna'u al-i'tidaa 'ala al-hayati, na kwa sababu jambo hili linazuia kufanya uadui juu uhai, kwamba watu wakijua kuwa nikiua kwa makusudi kwa uadui, nikikamatwa na mimi nitauliwa kwa makusudi kwa mujibu wa sheria, atarudi nyuma aseme kumbe nikipoteza roho ya mwenzangu na yangu itafanyaje? Itapotea. Mpaka anayeamua kuja kuua tena anakuwa potelea mbali, mimi naua na mimi nikauliwe. Huyo ni mtu ambaye kafika mahala pabaya sana. Wako watu wa hivyo, na aghalabu ni wale ambao wanawaua viongozi. Mtu anayeamua kwenda kuua kiongozi wa nchi anakuwa naye keshajiamulia kufa. Moja katika mawili, ama lifanikiwe nilotaka na mimi nisalimike, au lifanikiwe nilotaka na mimi nikapotee. Bongo ushafika kwenye uamuzi mbaya watu wa aina hiyo, na rekodi hizo katika nchi zetu zipo, za bara la Afrika, la Asia, na hata Marekani zipo, na nchi nyingine za Ulaya, kwamba kuna mtu anafika mahali anasema potele mbali mimi nife lakini yule aondoke. Watu namna hii ni watu hatari sana. Haya, kwa hivyo inahifadhi yamna'u al-i'tidaa, inazuia uadui ala al-hayati bi uhai, wa yahfadhu al-anfusa wa dima, na inazihifadhi nafsi na damu kumwagika. Wa hadha yusamma aidan illa, na hii nayo itaitwa illa badala ya kuitwa nini? Sabab. Wa kad yakunu ghaira munasibi, ikiwa imelingana na lile jambo ndio inaitwa illa, ikiwa haijalingana na lile jambo itaitwa sabab ghair munasib. Wa kad yakunu ghaira munasib, inaweza kuwa hailingani na haina mlingano kabisa na tukio lenyewe, kaduluki shamsi, kama kutenguka jua. Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sura gani? Isra. Subhanalladhi asra bi 'abdihi. Hii hapa kaisema qauluhu ta'ala aqimis salata liduluki shamsi, suratul Isra'i aya ya 78, na hiyo ni sura ya 17 katika mpangilio wa Qur'an. Kasema huwa sababun, hii ni sababu, liujubi salati dhuhri, ya kupasa kusali sala ya nini? Ya dhuhuri. Piga mstari kwenye chini ya neno dhuhuri. Hiyo ndio tafsiri ya walio wengi kwamba ni sababu ya kuingia kwa sala ya dhuhuri, maana jua sasa limepinduka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa kawaida tunajua kuwa jua linachomoza upande wa nini? Wa mashariki, na linazama upande wa nini? Wa magharibi. Ndivyo ilivyo Mwenyezi Mungu alivyoweka katika maumbile. Sasa linapochomoza kutoka mashariki kwenda magharibi, lina muda wa wastani wa masaa 12 na nusu. Wastani wa masaa 12 na nusu. Kwa hivyo kuikata safari ukaifikisha nusu ni masaa 6 na robo kwa wastani. Kwa hivyo likitoka kuna kuchomoza mpaka yakapita masaa 6 na robo, maana yake litakuwa liko katikati.
litahitaji tena masaa 6:15 kwenda zake kuzama. Sasa likiwa katikati pale bado adhuhuri haijaingia, ndio inaitwa istiwa. Ile ndio inaitwa nun kwa Kiingereza, sio nun yetu sisi ya Qur'an, nun wao ile nun ina nukta yake moja. Nun ile ni NOON nun ile ndio afternoon, ndio maana yake mchana. Nun ndio ile hali ya jua kuwa katikati. Sasa likishazidi upande huu ndio inakuja ile afternoon baada ya ile nun, ndio ile good afternoon inakuwa mchana tayari umeingia, ambayo ndio inaitwa zawal kwa Kiarabu. Ile zawalu shamsi linakuwa limetoka upande huu kwenda upande huu. Sasa linakotoka ni mbali kuliko linako kwenda, yani safari iliyobakia ni ndogo kuliko safari ambayo tayari ameshaimaliza. Pale ndio inaingia sala ya dhuhuri, ndio inaitwa zawali ile, ambayo ni kuanzia 6:15 na kusogea mbele. Kuna siku wakati mwingine inazidi, inakuja kwenye dakika 20, wakati mwingine na nusu, inategemea na majira yanapokwenda, lakini wastani unaanzia kuanzia 6:15 na kuendelea. Ili ndo, na pale ndo tuna mjadala wetu kwamba Ijumaa inaweza ikasaliwa kabla ya pale au lazima iwe afternoon. Lazima Ijumaa afternoon. Wanazuoni wengi wanasema Ijumaa iwe lazima dhuhuri imeshaingia, lakini wako rai ya zamani ilikuwa inasema hata kabla ya dhuhuri asubuhi tu. Ndio sasa hivi hawa jamaa walokuja don't touch na wanaipiga Ijumaa yao mapema tu kama vile Idi wao hawajali nuni afternoon, zawali si zawali wanapeleka tu. Jamaa hao wanaitwa don't touch masoksi. Tunao sihaba wenzetu, tuko nao pamoja, tunazungumza ile mitazamo yao na mitazamo yetu pale tunapoachana tunazisema zile kwa njia ya taaluma, sio kwamba tunamchukia mtu, la hasha. Kila mtu ana haki yake ya kuwa na rai na kuiamini rai anayoitaka yeye. Mimi sina ugomvi na mtu yote katika masuala ya taaluma, lakini najaribu kuelezea tu tuweze kufahamiana. Tumeelewana Kwa hivyo hii ndio salatu dhuhur, hii ndio rai ya walio wengi, kwamba pale diluki shamsi, kutenguka jua au kukatisha safari jua nusu, ni adhuhuri. Ndio tafsiri walio wengi, lakini wako wachache waliosema hii ni sala ya alfajiri, sio sala dhuhuri. Lakini wachache sana, ndio maana nikakwambia piga mstari kwenye neno dhuhuri. Baadhi ya wafasiri wamesema nini, duluku shamsi ni alfajiri. Sasa alfajiri vipi? Alfajiri jua linapoanza kupiga hodi kutaka kuchomoza. Tutasema jua linapiga hodi halijaingia, lakini linapiga nini? Linapiga hodi maana bado liko nje, halijaingia. Sasa likianza kufanya vile jua upande wa mashariki, nyota zinaanza kupotea. Na ndio maana ukitazama ule upande wa mashariki ile alfajiri, kama bahala ni uwanda hivi au tambarare, utaona kule chini kabisa nyota zishatoweka. Unaziona kama kuna sehemu imeachia haina nyota kwa mstari. Tofauti na ukitazama upande wa magharibi, utaona nyota zimeshuka mpaka chini kabisa, kama vile unatizama kitu kinazama kile pale unaiona nyota. Inakuwa kama mfano wa ule mwemvuli uliokuwa umeanza kuharibika. So ile mwemvuli ukianza kuharibika unazidi upande mmoja unafanya kunyanyuka hivi. Au zamani tulikuwa tunasema kuna suruali zina chupa. Nakumbuka Amari, suruali zina chupa. Yaani ukishakuifua tu mguu mmoja unaweza kupanda juu, mguu mmoja kwa umeshuka chini. Sijui kama mnazikumbuka zile. Saidi unakumbuka suruali za kuchupa. Ndio zamani. Sijui kitambaa kile kilikuwa kina nini, ukikitia maji tu zinapanda. Kwa hivyo sasa huku upande wa mashariki utaona nyota kama zimekwenda juu hivi, upande wa magharibi zimefanyaje? Zimelala. Alfajiri tayari ile inaingia. Kwa sababu kwenye horizon, kwenye upeo kule chini kabisa unaona nyota hazipo. Basi pale sasa kule upande ule kule ni ishara kwamba alfajiri, maana jua linapiga hodi. Kwa hivyo linasadikisha maneno ya mshairi mkongwe mmoja sana aliyosema, kaannaka shamsun wal muluku kawakibu idha tala'at lam yabdu minhunna kawkab. Alikuwa anamsifu mfalme kwamba wewe ni kama jua na wafalme wabakia wote ni kama nyota, na jua linapochomoza hakuna nyota inayothubutu, zote zinaondoka. Na kweli jua likishakuchomoza sawa nyota hazithubutu tena, zafanyaje? Zinaondoka. Kwa hivyo wengine wakasema duluk ni ule wakati wa kwamba sasa nyota za huku chini zinashindwa kuthubutu, za upande wa mashariki zinaondoka kulipisha nini? Jua. Pale ndio alfajiri inakwenda, ingawa jua halijaja lakini linapiga hodi. Kwa hivyo wako waliosema duluk ni ile alfajiri, na wako waliosema duluk ni hii ya adhuhuri. Na hapa mwandishi kaipa nguvu hii duluki ya adhuhuri, sio duluki ya alfajiri.